Katika Agano la Kale tunajifunza kwamba damu ni ishara ya utakaso, damu ni ishara ya wokovu. Tukiangalia wana wa Israeli walipokuwa kule utumwani Misri, Mungu kwa mpango wake mtakatifu aliamua kuwakomboa kutoka kule utumwani pale Musa alipoambiwa kwamba achukue mwana kondoo. Huyo mwana kondoo achinjwe na damu yake imiminiwe katika kitabu cha sheria, imiminwe katika madhabahu. Hiyo ilikuwa ni ishara ya utakaso na ni ishara ya wokovu utakaopeleka kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walitakiwa kutii kwa kufunga agano hilo na Mungu, kutimiza mpango mtakatifu wa Mungu. Na wakati ule ulipotimia, kila nyumba ya wana wa Israeli waliambiwa kwamba wapake damu ya mwana kondoo aliyechinjwa katika miimo ya milango yao, ili malaika atakapopita akiona hiyo damu, basi wana wa Israeli wasipate shida, wasiuawe. Lakini katika nyumba ya wana wa Misri, hao waliuawa wale wazaliwa wa kwanza. Damu hiyo haikuwa ndiyo wokovu, ila ni mithili ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo ndio tunayosikia katika somo hili la kwanza kutoka barua kwa Waebrania sura ya 9:1-28. Yesu aliingia patakatifu mara moja tu na akatoa damu yake ikamwagika msalabani, ikawa ndio bei ya wokovu wetu. Ni damu ya Mungu, damu ya mwana kondoo wa Mungu, ni damu ya thamani. Damu hiyo ambayo ni ya thamani kubwa, damu ya Mungu, inatualika tutafakari juu ya upendo huo wa ajabu wa Kristo wa kutukomboa kutoka katika utumwa wa yule mwovu Ibilisi na dhambi. Ni damu ya upatanisho, damu iliyotupatanisha sisi na Mungu tuliye mwasi kwa dhambi zetu. Damu hiyo iliyomwagika ndio damu ambayo imefungua mlango wa wokovu katika safari ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, Yesu aliyejitoa kiasi hicho pale msalabani, msalaba ukawa ndio ishara ya ukombozi wetu, ishara ya wokovu wetu. Hayo mateso aliyopata Bwana wetu Yesu Kristo, ukombozi si tu tunapotazama pale msalabani kwamba ndipo hapo wokovu umeanzia. Safari ya wokovu wetu ilianzia tangu kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mateso alianza kuyapata tangu alipozaliwa kule horini, tena katika hori la gunia wa Adamu. Na safari hiyo katika ukombozi, katika kufundisha, mateso aliyopata Bwana wetu Yesu Kristo katika safari ya utumishi wake ni mateso makubwa, mateso makali ya kukataliwa, ya kudharauliwa, ya kuacha
Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, mimi na wewe tunaalikwa katika safari ya utumishi kuamsha upya imani yetu kwa kumtazama Yesu aliyetoa uhai wake pale msalabani, na sisi tuwe tayari kuamsha imani yetu ili kutoa maisha yetu kwa ajili ya wengine. Tunapofanya ishara ya msalaba, tunajikumbusha kwamba kwa ishara ya msalaba tunakiri na kuungama kwa imani kwamba ni katika msalaba tunakiri Kristo anayetuokoa, Yesu anayeokoa. Basi tunapotamka maneno hayo katika msalaba, tukiri na kuungama kwamba tuna tafsiri Yesu katika maisha yetu kwa kutenda kwa imani, tukitumilia wokovu. Ndugu zangu wapendwa, safari yetu ya imani katika sinodi ya kwanza